Ujambo na karibu kuambatana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 16 mwezi Januari mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho nakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale yanaendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ninayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari hizi ili upate kufahamu kila kinachojiri kwenye uwanja wa vita maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani na hii ni Amani TV Media. Unatupata moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube ukiandika Amani TV Media. Hapo utakuwa unajiunga nasi, lakini pia kwa Shabunda unatunasa vyema kupitia Radio Mutula FM. Asubuhi tutakujuza kuhusiana na habari kutoka Minembwe, habari kutoka Kalingi, Bilalo mbili, lakini pia tutakujuza habari kuhusu waasi wa M23 wameondoka katika mji wa Uvira jana baada ya magari kuonekana yamewasili katika eneo hilo bila abiria. Kwa hivyo nakuomba kuwa nami mwanzo mpaka tamati upate kujua zile za ukweli na za uhakika kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salamu salimini popote ambao kuendelea kutufuata katika muda na majira kama haya. Nasema karibu mara tena. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari za asubuhi ya leo na habari kutoka huko kwenye uwanja wa mapambano katika eneo la Minembwe, ambako mapambano makali yameripotiwa kuibuka jana tarehe 15 Januari mwaka wa 2026 katika maeneo ya Kalingi kuelekea Minembwe, hali iliyozidi kuifanya hali ya usalama kuwa tete katika sehemu hiyo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye vikosi vya wazalendo, adui alijaribu kuvamia eneo la kimkakati la Point Zero, lakini alikumbana na upinzani mkali kutoka kwa wapiganaji wa wazalendo waliokuwa tayari kujibu shambulio hilo. Mapambano hayo yalisababisha milipuko ya silaha nzito na nyepesi, hali iliyosikika hadi katika vijiji vingine jirani. Kamanda Naluvumbu wa FABB amethibitisha kuwa baada ya mapigano hayo wapiganaji wa wazalendo waliweza kumsukuma adui nyuma kabisa hadi eneo la Kalingi, na kwa sasa hali iko chini ya udhibiti wa vikosi vya wazalendo. Hata hivyo, licha ya hali kudhibitiwa kijeshi, wasiwasi mkubwa umeingia katika kijiji cha Minembwe. Wakaaji wengi wameonekana kuwa na hofu, wengine wakibaki manyumbani mwao, huku shughuli za kawaida kama vile biashara, soko na harakati za kijamii zikisimama kwa muda. Vyanzo vya kienyeji vinaeleza kuwa raia wameogopa kuibuka kwa mashambulio mapya au mapigano ya ghafla. Viongozi wa kijamii na wazalendo wamewataka wananchi kubaki kuwa watulivu, lakini pia kufuata maelekezo ya usalama na kuepuka kutembea kiolela katika maeneo ambako mapambano yanaendelea. Katika mapambano hayo pia, msikilizaji na mtazamaji wetu, taarifa za hivi punde kutoka eneo la mapigano zinaeleza kuwa Meja Mustafa Mujabika aliyekuwa akiongoza operesheni za kijeshi katika eneo la Ritsankuko ameuawa na kapteni wake wawili kufuatia mapigano makali yaliyokuwa yakiibuka katika sehemu hiyo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano yalikuwa makubwa na ya kikatili, yakihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi kwa pande zote. Inaripotiwa kuwa vikosi vya Hibu vinavyojulikana pia kama wazalendo vilianzisha shambulio kali na lenye nguvu lililolenga kuvunja ngome za adui katika eneo hilo. Katika mashambulizi hayo, idadi kubwa ya wapiganaji wa muungano wa AFC M23 RDF pamoja na Ngomino Twirwaneho Red Tabara wameripotiwa kuuawa, ingawa idadi kamili ya vifo bado haijathibitishwa rasmi. Mashahidi wa eneo hilo wamesema kuwa mapigano hayo ilisababisha hatari kubwa kwa wanamgambo, na wengi wao waliripotiwa kuweza kukimbia na kuacha silaha. Baada ya mapigano hayo, hali ya wasiwasi inaendelea kutawala katika maeneo ya Minembwe na vijiji vingine jirani, huku wakaji wakihofia uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza kisasi au kuibuka kwa mapigano mapya. Shughuli zote za wananchi zimeweza kusimama kabisa, huku vilio vikiendelea kutanda katika maeneo ya Minembwe. Ni vema kukumbusha kwamba eneo la Minembwe mpaka sasa bado lipo chini ya udhibiti wa waasi wa Ngomino Twirwaneho Red Tabara wa shirika wa AFC M23.
Upande wa Wazalendo wanasema harakati hii, aidha operation hii, ni ya moja kwa moja kuhakikisha kwamba wanakomboa eneo hilo la Minembwe ambalo limekaliwa na waasi kwa muda wa miezi kadhaa tangu wachukue udhibiti huo kutoka mikononi mwa jeshi la taifa FARDC. Na tukitoka kwa Minembwe tujielekeze moja kwa moja katika mji wa Uvira, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ambako katika taarifa za hivi karibuni kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya usalama vinaeleza kuwa wanamgambo wa AFC M23 huenda wakaondoka kabisa katika mji wa Uvira kuanzia usiku wa hiyo jana tarehe 15 Januari mwaka wa 2026. Hatua hii inatajwa kuwa ni sehemu ya kujiondoa kwao kwa hatua kutoka maeneo ambayo walikuwa wanayadhibiti. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wanajeshi kadhaa wa uasi waliokuwa wamejificha au kuweka kambi katika vilima vinavyoinukia Uvira wameanza kurudi nyuma kuelekea maeneo ya Katongo na sehemu zingine za Uvira. Harakati hizi zimeonekana tangu sasa jioni ya jana tarehe 15, zikionyesha mabadiliko ya wazi katika mwenendo wa kijeshi wa waasi hao. Wakahaji wa Uvira wameripoti kuona magari yasiyopungua 30 ambayo yamewasili katika maeneo hayo bila watu yakiingia katika mji wa Uvira, lakini hawajafahamu nini hasa ndo sababu ya ujio wa magari hayo. Lakini mbali na hayo, wameripoti kuona mwendo usio wa kawaida wa wapiganaji, hali iliyozua tahadhari na wasiwasi miongoni mwa wananchi, huku wengine wakibaki manyumbani mwao kwa hofu ya mapigano ya ghafla. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa uongozi wa AFC M23 kuthibitisha au kukanusha taarifa hizi. Mamlaka za usalama zinaendelea kufuatilia hali hii kwa kina, zikisisitiza umuhimu wa raia kubaki watulivu lakini waangalifu, kuepuka maeneo yenye harakati za kijeshi na kufuata maelezo yanayotolewa na viongozi wa eneo. Iwapo kujiondoa huku kutathibitishwa, hatua hiyo inaweza kuwa na hatari kubwa kwa hali ya usalama na maisha ya kila siku ya wakaaji wa mji wa Uvira ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiathiriwa na mgogoro ya hali ya sintofahamu. Ilikuwa ni majira ya jioni ya jana, msikilizaji, ndipo magari kutoka maeneo ya Nyangezi yaliweza kuingia katika mji wa Uvira kwa wingi, huku magari hayo yalikuwa hayana watu wapiganaji ndani yake. Sasa maswali yalikuwa mengi kuhusu ujio wa magari hayo yanafuata nini na kwa nini yamewasili katika mji wa Uvira pasipo kuwepo na wanajeshi. Sasa imepelekea watu kuanza kujiuliza huenda ikawa ni mbinu ya kuanzisha mpango wa kuwashika vijana na kuwapeleka moja kwa moja Rumangabo. Lakini pia wengine wakasema no, huenda yawezekana ikawa ni moja kati ya harakati za kuweza kuheshimu kauli ya Umoja wa Mataifa ambayo inawaomba waondoke katika maeneo yote ambayo wanayadhibiti. Majira hayo ya jioni, barua imeweza kuandikwa na waasi wa AFC M23 imesemea kwamba wamekubali kuondoka kabisa katika maeneo ambayo wanadhibiti wakianzia huko Uvira. Wamesema kwamba wamefanya hivyo kwa kuheshimu kauli ya Umoja wa Mataifa. Lakini ikumbuke kwamba si mara ya kwanza waasi kuandika barua ya kusema kwamba wameondoka maeneo fulani na baadaye wakaendelea kuonekana maeneo hayo. Habari hizi zinakuja baada tu ya siku mbili Colonel Nangaa kutangaza hadharani ya kwamba wao hawana nia ya kurejea maeneo ambayo wanadhibiti, bali dhamira yao ni kuweza kusonga mbele na kuendelea kudhibiti maeneo mengine ambayo mpaka sasa yako chini ya udhibiti wa vikosi vya jeshi la taifa FARDC. Hivyo mpendwa msikilizaji, taarifa hizi tunazifuatilia kwa kina ili hapo baadaye tutakuja kuletea matokeo rasmi kuhusiana na hatua hii ya kijeshi ya waasi wa AFC M23 ambayo imeripotiwa katika mji wa Uvira. Ruchuru, vikosi vya wazalendo vimeripotiwa kuachia huru wafungwa kadhaa waliokuwa wakishikiliwa na waasi wa AFC M23 RDF katika eneo la Kibirizi, jimbo la Pwito, wilayani Ruchuru, mkoani Kivu Kaskazini.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya kienyeji, mapigano makali yamezuka usiku wa kuamkia Alhamisi tarehe 15 Januari mwaka wa 2026 kati ya vikosi vya Wazalendo VDP na waasi wa AFC M23. Mapigano hayo yalitokea kati ya saa 2 hadi saa 5 asubuhi katika kijiji cha Kabanda na Kibirizi ndani ya kundi la Mutanda. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa Wazalendo walifanya mashambulizi dhidi ya ngome za waasi wa AFC M23, hatua iliyosababisha uharibifu mkubwa na wa mali kwa pande zote mbili. Wakati wa mapigano hayo, waasi wa M23 walazimika kurudi nyuma kwa mkakati, hali iliyowawezesha kuachiliwa kwa raia kadhaa waliokuwa wakizuiliwa kwenye vizuizi vya chini ya ardhi katika eneo la Kibirizi. Raia hao ambao kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo walikamatwa kiolela na waasi waliweza kupata uhuru wao kufuatia harakati hizo za kijeshi. Tukio hili limepokelewa kwa hisia mseto na wakahaji, huku wengi wakionyesha furaha kuona ndugu zao wakiachiliwa, lakini pia wakibaki na wasiwasi juu ya hali ya usalama. Kwa upande wa kibinadamu, hakuna vifo vya raia vilivyoripotiwa hadi sasa. Hata hivyo, raia mmoja pamoja na mtoto wajeruhiwa vikali kwa risasi na kwa sasa wanapata matibabu katika vituo vya afya vya Kibirizi Center. Aidha, magari kadhaa yaliyokuwa yamepaki katika maeneo ya Kibirizi na Kabanda yameharibiwa na risasi zilizokuwa zikifyatuliwa wakati wa mapigano. Mamlaka za eneo na viongozi wa jamii wanawataka wananchi kubaki kuwa watulivu na kuendelea kuvumilia kipindi hiki cha matatizo ambayo endelea kukumba taifa la Kongo, hususan mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tukisalia tu hapo hapo Rutshuru, ni kwamba ripoti za usalama kutoka Rutshuru Center mkoani Kivu Kaskazini zinaonyesha kwamba droni za kivita zimeonekana kutumika katika mashambulizi dhidi ya ngome za waasi wa AFC M23. Tukio hili limeashiria mabadiliko ya aina ya mashambulio yanayolenga wanamgambo, ambapo droni zinazodaiwa kuwa za Kamakize zimeripotiwa kufyatua risasi au milipuko katika kambi za waasi. Vyanzo vya kienyeji vinabainisha kuwa mlipuko mmoja ulitokea majira ya saa 7 na dakika 55, ulisikika hadi kilomita kadhaa na kusababisha hofu miongoni mwa wakaaji wa maeneo jirani. Mashahidi wameongeza kuwa kuna uharibifu mkubwa wa mali, huku wanamgambo wakionekana kufanya harakati zisizo za kawaida mara baada ya shambulio hilo. Hadi sasa hakuna idadi rasmi ya majeruhi au waliouawa na hakuna upande wowote uliodai kuhusika na shambulio hilo. Hata hivyo, eneo la Rutshuru linaendelea kuwa na hali ya wasiwasi mkubwa, huku raia wakihofia ongezeko la mashambulio zaidi. Shambulio hili limetokea wakati ambapo hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika maeneo ya Rutshuru kutokana na mashambulizi ambayo yanaendelea kuripotiwa kila kukicha dhidi ya ngome za waasi wa AFC M23. Mamlaka za usalama zinaendelea na uchunguzi ili kuhakikisha ulinzi wa raia, mali zao na kupunguza hatari zinazohusiana na mashambulio ya droni za kivita. Mwenga. Tukio la kusikitisha limeripotiwa katika eneo la Mwenga mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwanajeshi mmoja wa jeshi la kitaifa la FARDC amemuua kwa kumpiga risasi mwenzake wa kazi baada ya kutokea ugomvi kati yao. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, tukio hilo limetokea siku ya Jumatano tarehe 15 Januari mwaka wa 2026 majira ya saa 8 mchana. Chanzo cha ugomvi huo kilichosababisha mauaji hayo bado kujulikana rasmi na ukaguzi unaendelea ili kubaini sababu halisi ya tukio hilo. Baada ya tukio hilo,
Mwanajeshi aliyefyatua risasi alikamatwa mara moja na vyombo vya usalama, kisha aliwekwa chini ya ulinzi ili kusubiri taratibu za kisheria na uchunguzi wa kina. Viongozi wa kijeshi pamoja na mamlaka za usalama wameeleza kuwa hatua kali itachukuliwa kulingana na sheria za kijeshi, huku wakisisitiza umuhimu wa nidhamu ndani ya jeshi na kulinda usalama wa wanajeshi pamoja na raia. Tukio hili limezua hisia na maswali miongoni mwa wakaaji wa Mwenga, wakitaka haki itendeke na hatua ichukuliwe ili kuzuia matukio kama haya yasiendelee kujirudia katika eneo hilo. Mpaka hapa ndipo tunaweka nukta, msikilizaji, katika habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 16 Januari mwaka wa 2026. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsi Ramadhani. Endelea kuletea habari za ukweli na za uhakika, hivyo nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi. Mwisho wa habari hizi ni mwanzo wa habari zingine, hivyo nakusihi kuendelea kuwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye.